kutokana na yale ambayo yanajiri kwa sasa katika mji wa Nairobi na katika maeneo mbalimbali ya nchi, ambapo kuanzia jana usiku mvua kubwa ambayo imenyesha imeathiri sio tu wakazi bali pia shughuli za uchukuzi. Maelfu ya watu jana usiku walikwama katika mji mkuu wa Nairobi kutokana na msongamano mkubwa wa magari na ukosefu wa magari, hali ambayo inaendelea kuathiri hadi mpaka sasa. Katika mji wa Nairobi kuna maeneo ambayo yameathirika zaidi kutokana na mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Bila shaka kwa sasa, mtazamaji, tutakuwa tunaangazia jinsi hali ilivyo katika maeneo mbalimbali ya nchi, lakini kwa sasa hebu tuangazie jinsi hali ilivyo, tuangazie madhara ya mafuriko. Kuna mtu amekufa? Ngoja ndio tumetoa hapa. Laiti iko sawa. Hapa sasa tumepatana na wanajeshi hapo wanafanya rescue, imebidi tusimame man. Mtazamaji, kufuatia mafuriko ambayo yalishuhudiwa jana usiku, Rais William Ruto aliamrisha maafisa wa kijeshi kusaidia katika juhudi za uokozi na kuwasaidia Wakenya waliokuwa wameathirika. Maafisa hao wamekuwa katika maeneo mbalimbali ya Nairobi kuwasaidia Wakenya waliokuwa wamekwama. Hizi hapa ni picha za usiku wa kuamkia leo ambapo maafisa hao wa kijeshi wakiwasaidia Wakenya katika shughuli hii ambayo ilikuwa inaendelea usiku wa jana. Katika juhudi kutokana na mafuriko hayo, Wakenya wengi bado wanaendelea kutaabika, hasa hapa jijini Nairobi katika maeneo mengi na hasa katikati ya jiji. Wengi wangali wanajaribu kujikwamua kutokana na mafuriko hayo. Hawa hapa ni baadhi ya watu tuliowapata wakiwa wangali wamekwama. hapa jijini.
Naam, na kutokana na hali ilivyo kwa sasa tutakuwa tunaungana naye mwandishi wetu Faith Wangare ambaye yuko katika maeneo ya South B baada ya kuzuru maeneo mengine jijini akitupa taswira ya